Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imetoa onyo zito kwa Marekani na Israel dhidi ya kushambulia miundombinu yake ya nishati. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC limetoa onyo kali kwa Marekani pamoja na Israel ambazo zinatazama kuanzisha vita vikali dhidi yake, hasa vinavyotazama kushambulia miundombinu yake. Jibu ambalo limetolewa na Iran ni kwamba ole wao wa Marekani na Israel washambulia miundombinu yake ya nishati. Jibu litakuwa ni kali mno na lenye maumivu makali. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC limezionya Marekani na Israel kwamba kutakuwa na jibu lenye kuumiza, hasa kwa taifa la Kiyahudi na maeneo yote ambayo yana maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Iran imechukulia ripoti za uwezekano wa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya miundombinu yake kuwa ni uzembe ambao utasababisha maafa katika Mashariki ya Kati. Afisa mkuu wa usalama ameliambia shirika la habari la Tasnim, chombo rasmi cha habari kinachohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Tehran imeandaa mpango kamili wa kujibu uzembe wowote wa Marekani, afisa huyo alisema. Mpango wa kukabiliana na Iran unajumuisha miundombinu muhimu ya Israel na miundombinu ya nishati ya Marekani katika eneo hilo, afisa huyo wa usalama alisema. Alirejelea vitisho vya awali vya mwezi Machi mwaka 2026 wakati spika wa bunge Mohamed Bagher Kalibaf na jeshi la IRGC walipoonya juu ya uharibifu usioweza kutenduliwa wa mafuta, gesi na nishati na hata vifaa vya kuondoa chumvi katika Mashariki ya Kati ikiwa mali ya nishati ya Tehran itaathiriwa. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limeonya nchi za Kiarabu kwamba zisithubutu kuingia katika vita hivi na kujihusisha kwa namna yoyote na mapambano haya ambayo wa Iran wameamua kuingia moja kwa moja, wakisema kwamba nchi hizo zitaingia katika umaskini mkubwa, kwani zitashambuliwa kila kona, hasa pale ambapo zitaamua kushiriki moja kwa moja katika vita hivi. Mataifa manne haswa ndio ambayo yanatajwa, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, lakini pia Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait, Bahrain pamoja na Jordan ndio mataifa pekee ambayo kwa kipindi hiki yameonyesha kuwa mstari wa mbele kushirikiana na Marekani katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na wa Iran wameapa kwamba nchi zote hizo ikiwa zitaamua kuingia katika uwanja wa vita kwa kushirikiana na Marekani na Israel, zitambue zitakuwa salama, na jambo pekee ambalo litayakumba mataifa hayo ni hali mbaya ya kiuchumi, kwani kila eneo litashambuliwa vibaya. Hata hivyo, bado Marekani na Israel wanatafakari njia mbadala za kuweza kuishinda Iran, baadhi ya maafisa wakitaka kuweka vizuizi vya ardhini ili kutoruhusu Iran kutumia baadhi ya mataifa yaliyosalia, ikiwa ni pamoja na Uturuki, lakini pia Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan na mataifa mengine ambayo hayajaingia katika vita na wala hayatumiwi na Marekani katika uwanja wa mapambano. Lakini bado hii ni njia nyingine ngumu ambayo maafisa wa Israel wanaona. Kadhalika, njia nyingine ambayo wanaitazama sasa hivi ni kuweka vikwazo zaidi, kwa maana kuachana na mpango wa mashambulizi badala ya vita vya moja kwa moja, badala yake kuingia katika mpambano wa mashambulizi ya kuwawekea vikwazo wa Iran ili tu wananchi wake waingie katika maandamano ya kuweza kuondoa utawala huo ambao kimsingi wanaona ni kama vile umeshindikana kuangushwa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.